الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم ألا نكون من أصحاب النار. Mzanguni katika iman, ikiwa bado tunaendelea na darasa yetu ya kitabu Al-Wabil Sayyib, tulikuwa katika mukaddima, bado tuko katika mukaddima tunzo wa kitabu hichi al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jana tulisoma katika maelezo ambayo aliyataja katika kuhusiana na mja katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kunyenyekea kwake yeye katika hali mbili, katika wakati wa raha na pia vile vile katika wakati wa maswaib. Tukasema kwamba mwanadamu akiwa atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali mbili hizo, basi Allah jalla wa ala ndiye ambaye atakayemtosha yeye subhanahu wa ta'ala. Tukaona kwamba ikiwa mwanadamu ili atoshelezwe utoshelezaji ambao ni kamilifu, ikiwa yeye atafanya utiifu ambao ni kamilifu, na ikiwa kuna mapungufu basi vile vile itakuwa mapungufu. Na Imamu akaweka hadithi al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala kusema faman wajada khairan falyahmadillah wa wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Tukasimamia hapo, tukaendelea katika aya katika suratul Hijr, ambapo Imamu akasema Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa haula'i hum ibaduhu alladhina laysa li'aduwwihim alayhim sultan. Na hawa ndio waja wa Allah, waja ambao hana adui wao Iblis alayhim sultan, ana kwa wao nguvu na hawezi kuwamiliki akawapoteza. Tukasoma kiswa cha mmoja katika nabii alayhi salatu wassalam, wamewaridi katika tafsiri katika mufassirin kwa tafsiri aya hii, inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Leo inshallah tutaendelea katika kwenye jumla maelezo katika aya hii. Akasema al-Imam rahimahullahu ta'ala, walamma alima aduwullah, apindi alipofahamu adui wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni Iblis. Walamma alima aduwullah Iblis, anna Allah ta'ala, alipofahamu adui wa Allah Iblis ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la yuslim ibadahu ilayhi, kwamba Allah awasalimishi waja wake kwake yeye, huyu adui wa Allah subhanahu wa ta'ala Iblis. Ni wale waja wa haki kwa kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah awasalimishi kwa huyu adui wake ambaye ni Iblis. Wala yusallituhu alayhim, na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala awasalitishi kwake yeye waja wake subhanahu wa ta'ala. Ni maana Ibilisi hatakuwa na nguvu kwa waja wa Allah, na pia vile vile hatakuwa ni mwenye kuwamiliki waja hao wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Ibilisi baada ya kufahamu haya yote kwamba wale waja
kwa kweli Allah atawasalimisha kwake yeye, na pia vile vile hatakuwa na sulta, hatakuwa na nguvu katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilisi akasema, wa Allah kanukuu katika Qur'an katika sura Sad, fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum almukhlasin, kwamba na kuapia Allah subhanahu wa ta'ala, la ughwiyannahum ajma'in, kwamba waja wako nitawapoteza waja wako wote, illa ibadaka minhum almukhlasin, isipokuwa wale ambao waja wako miongoni mwao watakuwa na ikhlas, hawa mimi sitaweza kuwapoteza. Lakini wale ambao hawana ikhlas, hao wote nitawapoteza. Na hali yasema neno haya Iblis, adui wa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kufahamu ya kwamba wale waja wa kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hatawasalimisha kwake yeye, na pia vile vile hatakuwa na sulta, hatakuwa na nguvu kwa waja wa haki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema fabi'izzatik, na kwa pia Allah wewe kwa utukufu wako, la ughwiyannahum ajma'in, ikaangu mimi nitawapoteza waja wako wote, illa ibadaka minhumul mukhlasin, isipokuwa waja wako wale ambao ni ikhlas, wenye kufanya matendo kwa ajili yako wewe Allah subhanahu wa ta'ala peke yako. Na hii ikhlas tulihitaji tukasema ni moja katika sharti ya kukubaliwa amali zetu ambazo tunazifanya katika swala na amali nyinginezo. Na hii Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha katika zile umma zilizopita. Katika suratul Bayyina Allah akasema, wama umiru illa liya'budu Allah, na kwamba tukuamrisha isipokuwa tumewaamrisha muabudu Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu din, hali ya kumtakasia yeye dini. Kwa wale waja ambao wana sifa ya ikhlas katika matendo yao, ufahamu ya kwamba Ibilisi hatawapoteza. Lakini wa kinyume chao sasa, wale ambao wanafanya matendo si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ibilisi atawapoteza. Walamma alima aduwullah Iblis, na pindi alipofahamu adui wa Allah Iblis, anna Allah ta'ala, ya kwamba Allah la yuslim ibadahu ilayhi, atawasalimisha waja wake kwake yeye, wala yusallituhu alayhim, pia vile vile atawasalitisha kwake yeye waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana Iblis atakuwa na nguvu ya kuwapoteza kwake yeye. Alipofahamu hili akasema fabi'izzatik, na kwa pia Allah kwa utukufu wako, la ughwiyannahum ajma'in, kwa mimi nitawapoteza waja wako wote, illa ibadaka minhumul mukhlasin, isipokuwa wale waja wako ambao al-mukhlasin, ambao wanafanya matendo kwa ajili ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hao siwezi kuwapoteza. Kisha qala Allah ta'ala, kisha Allah akasema, aya hii ni siyaki ya aya katika suratu Saba. Katika suratu Saba ambapo Allah aliwataja wale watu wa Saba, Allah akasema, wala qad saddaka alayhim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Baada aya hii ziko aya zilitangulia huko juu, Allah akiyataja watu wa Saba, kisha Allah akasema, wala qad saddaka alayhim iblisu dhanna, na kwa hakika walisadikisha kwa wao, walisadikisha alayhim kwa wao juu yao, Iblisu dhanna, isadikisha kwa Iblis ile dhana yake. Fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin, wakamfuata hao watu wa Saba illa fariqan minal mu'minin, isipokuwa kundi katika waumini wa kumfuata. Wama kana lahu alayhim, na haikuwa kwake yeye Iblis kutoka kwa hao watu wa Saba min sultanin, hakuwa Iblis kwa hao watu wa Saba ina nguvu na ile sulta, illa lina'lama, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala alifanya hivi. Allah akasema illa lina'lama, isipokuwa ili tufahamu au tujue, man yu'minu bil akhirah, tufahamu yule ambaye anayamini siku ya mwisho, mimman huwa minha fi shakki, tufahamu yule ambaye anayamini siku ya mwisho
kutokamana na yule ambaye huwa minha, yeye katika hiyo siku ya akhira, siku ya mwisho, fi shaki, ana shaka. Kwa Allah alifanya hii ni kama mtihani kwa wao, ili Allah subhanahu wa ta'ala afahamu au awajue wale ambao mimman huwa minha fi shaki, ambao wanaiamini siku ya mwisho, na pia vile vile yule ambaye kwa hiyo siku ya mwisho anakuwa na shaka na siku ya kiyama, siku ya akhira. Siku ya akhira ni siku ya kiyama, ambapo kuna baadhi ya watu katika dunia hii kwamba wanaamini kwa mwanadamu kwamba kisha kufa kwamba ile akhira haipo, siku ya akhira, siku ya kiyama haipo, ambao wanaitwa dahriyun. Tutashawataja wanasema kwamba hii mwanadamu anapokufa inakuwa na hama kutoka katika hali fulani, ni wakati tu, wakati huo anakuwa yupo hapa na wakati mwingine anakuwa yuko sehemu nyingine. Wanasema wama yuhlikuna illa dahr, kwamba hakuna ambacho sisi kinatuangamiza, kinatumaliza isipokuwa ni dahri, ni zama tu. Kwa muda huo atakuwa hapa atuko naye amefariki, lakini katika nchi nyingine, sehemu nyingine yupo hai. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa mtihani hao watu wa Sabai baada ya kuwapa neema. Sasa wakasadikisha ile dhana ya Ibilisi ambao walikuwa wakidhania, fattabau, wakamfuata, illa fariqa min almu'minin, isipokuwa kundi la waumini. Hawa ndio wale waja ambao tulisoma jana aya Allah aliposema inna ibadi laysa laka alayhim sultan, wale waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fattabau, wakamfuata katika watu wa Sabai, illa fariqa min almu'minin, isipokuwa kundi katika waumini wa kumfuata. Wama kana lahu alayhim min sultan, na hakuwa huyu Iblis kwa wao katika watu wa Sabai min sultan, katika ile sulta kwa maana ya nguvu kwa wao, illa lina'lama, isipokuwa Allah alifanya hivyo ili yafahamu au awajue man yu'minu bil akhirah, wale ambao wanaiamini siku ya mwisho, mimman huwa minha fi shaki, kuwafahamu wanaoamini siku ya mwisho kutokamana na wale ambao minha, katika hiyo siku ya akhira, fi shaki, wapo katika shaka, hawaamini siku ya akhira. Kisha kaendelea Imamu akasema falam yaj'al li'aduwihi sultana ala ibadihi almu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala akujalia kwa adui wake, akumfanyia huyu adui wake Iblis sultana ala ibadihi almu'minin, kumpa ile nguvu juu ya waja wake waumini. Allah akumpa nguvu ya kuwaongoza na kuwapotosha wale waumini wa Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yaj'al li'aduwihi sultana ala ibadihi almu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala falam yaj'al li'aduwihi, akumjalia adui wake Iblis sultanan, kumpa nguvu, ala ibadihi almu'minin, juu ya waja wake waumini. Allah akumpa nguvu. Fa innahum, kwani hakika hao waja wa Allah waumini, fa innahum, hakika hawaja, fi hirzihi, hawaja wapo katika hifadhi ya Allah, wa kalaatihi, na pia vile vile wapo katika uangalizi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa hifdhihi, na katika hifadhi yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahta kanafihi, na pia vile vile wapo katika himaya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yaj'al li'aduwihi sultanan ala ibadihi almu'minin, kwani Allah subhanahu wa ta'ala akujalia kwa adui wake sultanan, akumpa nguvu, ala ibadihi almu'minin, juu ya waja wake waumini. Fa innahum, kwani hakika hawa waja waumini wa Allah subhanahu wa ta'ala, fi hirzihi, wapo katika uangalizi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalaatihi, na katika usimamizi wa Allah subhanahu, wa hifdhihi, na katika hifadhi ya Allah, wa tahta kanafihi, na pia vile vile wapo katika himaya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea akasema wa in ikhtala aduwuhu, na hata kama huyu adui wao Iblis atawavamia. Ikhtala ni kile kitendo ambacho mtu anavamiwa bila yeye kufahamu. Akasema wa in ikhtala aduwuhu ahadahum, na hata kama ikiwa atamvamia adui wa Allah ahadahum,
mmoja wao katika hawa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama yaqtalu lissu ar-rajul al-ghafil, kama ambavyo anamvamia al-lissu ni jambazi au mwizi, ar-rajul al-ghafila, kumvamia mtu ambaye alighafilika. Kwamba hawa hata kama ikiwa katika hali hii, kwa maana Iblis atamvamia mmoja wao katika wale waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo yaqtalu lissu ar-rajul al-ghafil, anamvamia mwizi mtu ambaye alighafilika. Fahadha la budda min, hili la kuvamiwa na adui wa Allah ambaye ni Iblis, hapana budi hili kama mwanadamu kiwa ni mja wa kweli wa Allah subhanahu wa ta'ala, hili litampata. Lianna al-abda, ni kwamba mja qad buliya bil ghafla washahwa wal ghadab, ni kwamba mja wakati fulani anawezekana akapewa mtihani wa ghafla, pia kadhalika akapewa mtihani wa shahwa wa matamanio, na pia kadhalika akapewa mtihani wa ghadhab wa hasira. Mwanadamu hiyo itakavyokuwa, ima Allah subhanahu wa ta'ala huenda akampa mtihani katika ghafla akawa ameghafilika, au akapewa mtihani katika shahwa, katika matamanio, au pia kadhalika akapewa mtihani katika ghadhab, katika hasira. Kama nakumbuka jana tulisoma ile kisa cha nabii ambaye baada ya mwisho kumuuliza Iblis adui wa Allah kwamba kwa kitu gani wewe unawashinda wanadamu, unawapotosha wanadamu, na kwa unawaingia unawapoteza. Iblis alitaja vitu viwili, alitaja wakati wa hasira na pia kadhalika wakati wa alhawa. Hawa ndio hii ashahwa. Kwa hizi sehemu tatu au hii milango mitatu ndio milango ambayo anatumia Iblis kumuingia mwanadamu na kumpotosha katika njia ya sawa sawa. Anasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, falam yaj'al li'aduwihi sultana, Allah subhanahu wa ta'ala akujalia kwa huyu adui wake sultana, akumpa nguvu, ala ibadihi almu'minin, nguvu juu ya waja wake waumini. Allah akumpa nguvu hiyo wale waja waumini ambao wanaabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika ile ubudiyya fi dharra'i wa sarra. Allah akujalia kwa huyu adui wake nguvu kwa hawa waja wake waumini. Fa innahum, kwani hakika hawa waja Allah subhanahu wa ta'ala, hawa waja wake waumini, fi hirzihi, wapo katika uangalizi wake. Allah anawatizama na anawalinda subhanahu wa ta'ala. Wa kalaatihi, na pia vile vile wapo katika hifadhi ya Allah, wa hifdhihi, na pia vile vile katika hifadhi, wa tahta kanafihi, na pia vile vile wapo katika himaya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana Allah hawa amewahifadhi waja wake, anawalinda Allah jalla wa ala, wale ibadahu almu'minin, wale waja wake waumini ambao Allah alisema inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min alghawin, isipokuwa wale ambao waliopotea hawa hawapo katika ile hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wale ambao ni ibaduhu almu'minin, hawa huyu shaytan akupewa nguvu ya kuwapoteza hawa waja. Kwa sababu gani? Fa innahum fi hirzihi, sababu wao wapo katika hirzi ya Allah, uchungaji wa Allah, wa kalaatihi, katika uangalizi, wa hifdhihi, na hifadhi yake Allah, wa tahta kanafihi, na pia vile vile wako chini ya himaya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ikhtala adu, na hata kama ikiwa atawavamia hawa waja wa Allah adui wake Allah, ahadahum, mmoja wao, kama yaktalu lisu, kama ambavyo anamvamia lisu mwizi, ar-rajul al-ghafila, kumvamia yule mtu aliyeghafilika. Yaani maona ikiwa mtu anaonekana kaibiwa kitu, anakuwa katika ghafla, kaghafilika, amekaa kaghafilika. Sasa ile hali ambayo ya yule mwizi anachukua anaiba, kumwibia mtu kitu chake, hali ile. Na hata ikiwa huyu Iblis atamvamia mmoja katika wale waumini wa Allah subhanahu wa ta'ala, fahadha la budda minhu, hili la kuvamiwa na Iblis mja wa Allah, hapana budi hili kwamba hili litatokea. Lianna al-abda, anasema al-Imam, ni kwamba mja qad buliya bil ghafla, inawezekana akapewa mtihani
kwa ghafla, kule kughafilika. Inawezekana mja wa Allah tasimama katika njia sawa sawa, lakini mtafanya ghafilika. Na pia vile vile atapewa mtihani wa shahwa na matamanio, anakuwa na ile shahwa bi maana ya hawa ya nafsi. Hii inatokea, Allah subhanahu wa ta'ala tukingi na hii. Na pia vile vile wal ghadab na hasira, kana mwanadamu akawa na fulani anafanya ibada kadha wa kadha, Allah akampa mtihani wa hasira. Kwa kupitia ule mtihani wa hasira, pale pale ndio shetani anamuingia ule mwanadamu. Shetani anafanyaje? Anamuingia mwanadamu. Akaendelea akasema, wadukhuluhu ala al-abd min hadhihi al-abwab thalatha, na kuingia kwake huyu Iblis ala al-abd, juu ya mja, au kuingia kwa mja min hadhihi al-abwab thalatha, ni kwa hii milango hii mitatu. Milango mitatu ya al-ghafla washahwa walghadab, ndio milango ambayo anatumia Iblis kumuingia mwanadamu, inda al-ghafla wa inda ash-shahwa, pia kadhalika wa inda al-ghadab. Akasema wadukhuluhu ala al-abd, na kuingia kwake Iblis juu ya mja min hadhihi al-abwab thalatha, anaingia kwa hii milango mitatu. Na milango hii mwanadamu hapana budi, hata kama atajizuia atakavyojizuia, hapana budi huenda Allah akamtahini katika hii milango mitatu, katika ghafla na shahwa na ghadab. Inda al-ghafla wa inda ash-shahwa wa inda al-ghadab. Unakuta mtu Muislam anaswali kina katahiniwa na shahwa, kakaa muda fulani, mathalan akafanya kwake, labda anaozesha mwanae au mtoto wake anaoa, lakini akapewa mtihani wa shahwa, katamani akakaa, mara akaita watu tena, akaleta miziki, Allah akaasiwa subhanahu wa ta'ala, na anafanya ibada. Lakini huyu Allah Iblis kamuingia katika shahwa, baada ile matamanio yake kutamani Iblis akamuingia pale pale. Bado ukileta kuna shida. Kama unafanya baadhi ya Waislamu, unakuta ni Waislamu ambao siku moja niliwashuhudia, wamekaa Waislamu ambao ilikuwa hii Ilala, anacheza muziki, ilikuwa ni Ijumaa, sasa karibia na kuzama kwa jua. Karibia kuzama kwa jua, akastopisha ule muziki, kusema sasa hivi dini, kwa sababu alikuwa dunia pale mwanzo, alikuwa dunia, sasa wako duniani. Kwa hivyo karibia magharibi, wakasema sasa hivi zima kidogo, sasa hivi tushaingia, sasa hivi ni dini sasa. Sababu kuna usemi wao wanasema kwamba dini dunia, kwamba dini alafu dunia. Kwa hiyo unakuja dini mnafanya, alafu tunakwenda kuna dunia. Kwa hii mwanadamu atumuombe Allah sana subhanahu wa ta'ala atukinge sana na hizi abwab, hii milango mitatu ambayo shetani anatumia kumuingia mwanadamu: ghafla na shahwa na ghadhab. Na hii ghafla si kama ambavyo wanavyosema, hii mara nyingi watu wanatafsiri watu katika mujitama, katika jamii, kwamba mtu anaweza kumwambia bana, nimeghafilika bana, ndio bana, kio mathalan labda anambia na kesho inshallah nitakuletea kitu fulani bana, kesho inshallah nitakuletea kitu fulani, ni kwa hili kesho nitakuja nacho nitakuletea. Sasa ikapita ikaenda, ikafika kesho, akakutana na yule bwana, akamwambia bana nilighafilika bana, nilifanyaje? Lakini ghafla sio maana yake hiyo. Ghafla sio maana yake hiyo. Natumia Kiswahili kama ambavyo wanatumia Kiswahili mfano aibu. Kiswahili wanavyotumia aibu sio maana ya aibu kama ilivyo aibu. Ukija aibu neno la Kiarabu. Aibu maana yake ni dosari. Yaani aibu maana yake ni nini? Ni dosari. Ile ambao wanatumia Waswahili aibu, tekana waseme aibu, waseme haya. Waseme haya. Zekana akaja mtu mathalan, akaja mfano binti labda wa Kiislamu mdogo mathalan, akaja labda akakaa na wenzake wakazungumza bana, huyu ana aibu sana huyu mtoto. Sio aibu, ile maana yake ni nini? Maana yake ni haya. Maana yake ni nini? Haya. Na hii haya ni katika tabia ambazo kana Muislamu ajipambe nazo. Siku moja Mtume alipita kwa bwana wawili, mmoja alikuwa na ndugu yake alikuwa na haya. Kwa na haya yule bwana. Sasa yule bwana kama anamlaumu, Mtume akamwambia muache huyo, daahu. Fa innal hayaa min al-iman, fa innal hayaa min al-iman. Muache ajipambe na hiyo tabia ya kisunna. Haya ni katika iman. Nakuja katika hadithi nyingine Mtume anasema al-hayaa khairu kullu.
kwamba haya ni khairi, yani haya ni khairi tu, haya sio aibu. Kwa hii ghafla, ukisikia mtu sasa huyu bwana yupo katika ghafla, huyu bwana ameghafilika, ukimtizama zikana swala akawa swali kabisa, huyu ameghafilika, yani huyu yupo katika kiza cha ghafla. Hii ndio ghafla. Tafika mtu aswali, tafikia kata Ramadhani inakuja, tafika atajipa maradhi afungi kabisa. Sasa huyu katika mughafala, huyu bana ndio ameghafilika. Lakini hii ambayo natumia Swahili ni kusahau. Sasa hiyo sio ya huyu ibilisi. Huyu ibilisi yeye katika ghafla, yani usikia mtu kaghafilika ni kwamba huyu sasa hata swala hana. Yeye swala hana, utamkuta katika mambo ya fusuku, mambo ya maasi, utakuta amezamia, yupo katika ghafla. Sasa katika hali ile ibilisi anamuingia pale katika ghafla, na pia shahwa, na pia vile vile na ghadhab na hasira. Hizi mwanadamu anakuwa yuko nayo, sababu hii ni maumbile. Kwa kila mwanadamu ameumbiwa maumbile ya hasira. Na hasira katika hadithi Mtume anasema hasira inatokamana na shetani. Hasira inatokamana na shetani, akataja tiba yake. Ikiwa mtu amepatwa na hasira, ile hali ambayo alikuwa amepatiwa hasira asiwe katika hali ile. Kama ikiwa na hasira amepatwa na hasira, alikuwa amesimama, basi akae. Kama alikuwa amekaa, alale, akachukua udhu, sababu ni moto ule unatokamana na shetani. Sasa hali ile ikiwa mtu hatoweza kujizuia na hasira, basi shetani ndo anachukua wakati ule kumuingia shetani na kumghuri. Na hii kukandamiza zile hasira, hii ni katika sifa za wacha Mungu ambao Allah subhanahu wa ta'ala kataja katika sura Ali Imran. Alipokuwa akitaja zile awsaful muttaqin, akawataja akasema kwamba ni wale ambao alladhina yunfiquna fi sarra. Wacha Mungu ni wale ambao wanatoa katika wakati wa sarra, watu wa furaha. Akiwa Allah kampa neema anatoa, akiwa anacho anatoa. Yunfiquna fi sarra wa dharra, na pia wakati wa matatizo kiwa kidogo anatoa. Pia vile vile walkadhimin alghaidha, wacha Mungu sifa yao wanakandamiza hasira zao. Hasira mtu anayo, sasa ukiachia ile ikaendelea, sasa shetani anapata muda kuingia katika ile wakati wa hasira. Wakasema wadukhuluhu al-abdi min hadhihi al-abwab thalatha, na kuingia kwake shetani juu ya mja ni katika hii milango mitatu. Wala ihtaraza al-abdu mahtaraza, lao watajizuia ihtaraza, na lao watajizuia al-abdu mja mahtaraza, kwa ile namna ambayo atakayojizuia, kwa namna yote atakayojizuia. Lakini hakuna namna, la budda, ima ni ghafla au ni shahwa au ni ghafla au ni ghadhab. Wala ihtaraza al-abd, na lao atajikinga mwanadamu anena haya mambo matatu mahtaraza, kwa ile namna au kwa kile kiwango atajikinga. Kwa kiwango chochote, hakuna namna mwanadamu Allah atampa mtihani, ima ni ghafla au ni shahwa au ni ghadhab. Fala budda lahu min ghafla, hapana budi kwa huyo mwanadamu kughafilika kwa mtihani wa ghafla. Wala budda lahu min shahwatin, na pia vile vile hapana budi kwa mwanadamu kupewa mtihani wa shahwa wa matamanio. Allah tukinge ya dhambi billahi min dhalik. Ni pia kadhalika wala budda lahu min ghadab, hapana budi mwanadamu pia vile vile kupewa mtihani wa hasira. Hapana budi katika hii, ima ni hii au ni hii au ni hii, hapana budi. Hata kama ikiwa atajizuia kwa ile namna atakayojizuia yeye, sema bana, namna hii nilivyojizuia hapa siwezi, kana ghafla nikawa na shahwa nikawa na ghadab, hawezi. Fala budda lahu min ghaflatin, hapana budi kwa mwanadamu kupewa mtihani wa ghafla. Wala budda lahu min shahwa, hapana budi pia vile vile kuwa na shahwa, mtihani wa shahwa. Wala budda lahu min ghadab, hapana budi kupewa mtihani wa ghadab. Akapiga mfano akimpigia mmoja katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni Abul Bashar, ambaye ni baba wa wanadamu, binadamu wa kwanza. Akasema waqad kana Adam, na kwa hakika kabisa alikuwa Adam alayhi salatu wassalam, ambaye ni binadamu wa kwanza. Tuseme binadamu wa kwanza ni Adam alayhi salatu wassalam, sio yule zinja yule zinja tropa yule, sio binadamu yule, ni soko yule. Ni nani? Sio binadamu wa kwanza yule. Binadamu wa kwanza alikuwa ni Adam alayhi salatu wassalam. Anasema al-Imam waqad kana Adam, na kwa hakika alikuwa Adam Abul Bashar sallallahu alayhi wasallam,
inafaa kusema hivi pia. Kwa hakika alikuwa Adam Abul Bashar, ambaye ni baba wa wanadamu sallallahu alaihi wasallam, min ahlamil khalqi, alikuwa ni katika watu waliokuwa wapole. Min ahlami alkhalq, alikuwa ni mpole zaidi katika viumbe. Adam alikuwa ni halim. Sifa ya upole ni sifa nzuri. Sifa ya nini? Ya upole. Kama Adam awe na sifa Muislamu, haswa awe na sifa ya nini? Sifa ya upole, kuwa mpole. Kuwa nini? Kuwa mpole, jipame na tabia ya upole. Sasa Adam yeye alikuwa min ahlami alkhalq, alikuwa ni katika wapole zaidi katika viumbe. Katika viumbe waliokuwa wapole ni huyu Abul Bashar, baba wa viumbe. Adam alikuwa ni mpole. Na sio hivyo tu, wa arjahihim aqlan, na akili yake ilikuwa ni akili ya juu. Adam alikuwa na akili iliyokuwa ya juu, ya sawa sawa. Akili yake ilikuwa ni akili ya sawa sawa. Yaani akili yake ilikuwa ni akili ya sawa sawa, sababu kuna watu hawana akili za sawa sawa. Yaani wewe mathalan ukiwa ukamwona Muislamu, yeye unamfahamu maisha yake, unamjua, ushamwona anakuwa wewe unafanya ibada, yeye anakuwa aswali. Huyo anakuwa akili yake si ya sawa sawa. Yaani yule Muislamu, kwa sababu swala unafanya hizi ibadati ikiwemo swala na ibada nyinginezo unafanya ni kwa ajili ya wewe ukitakaponoa katika hii dunia. Katika kwa ajili ya maisha yale, maisha ya akhera. Kwa maana Mtume akasema katika hadithi ambayo imedhoofishwa na baadhi ya imma, lakini maana yake ni ya haki. Mtume anasema al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'da al-maut. Hadithi adhim. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika Riyadh amehitaji hadithi hii. Kikuli ni japokuwa amedhoofisha baadhi ya imma, lakini maana yake ni ya haki. Na ni kweli maana ni ya haki. Mtume anasema al-kayyis, mtu mwenye akili ya sawa sawa, ni yule ambaye, sasa Mtume anamtafsiri. Sasa hii ukichukua hii definition hii au taarifu hii, utapima watu wote ambao wenye akili na ambao hawana akili. Yaani mtu ambaye akiwa hana akili si yule ambaye anakuwa utamwona labda amekaa yeye anaongea mwenyewe, au anachukua wakati fulani anachukua labda majungu anavaa kichwani, anachukua labda vitu au anachukua nguo ambayo ni ya kuvaa kwingine anavaa kichwani. Sio huyo peke yake tu ndo hana akili. Mwenye akili, Mtume anasema alayhi salatu wassalam, man dana nafsahu, yule ambaye anahesabu nafsi yake. Nafsi yake kila kukicha anahesabu nafsi yake, anaikagua nafsi yake. Huyu ni mtu ana akili ya sawa sawa. Na sio hivyo tu, wa amila lima ba'da al-maut, na akafanya zile amali. Ukisema amal ni ibada, akafanya zile ibada ambazo zitamfaidisha yeye baada ya kufa kwake, baada ya kuondoka katika haya maisha ya dunia. Sababu hiki ni kituo cha pili. Hiki ni kituo cha pili, sababu vituo viko vitatu mpaka vinne. Tukisabia cha mwanzo tukiwa katika matumbo mama yetu, ile ni kituo cha. Baada ya hapo tukaja katika hii dunia yenye kupotea, yenye kuisha hii. Baada ya hapo tunakwenda katika barzakh, maisha ya barzakh. Allah tufanyie, atujalie tuwe katika makaburi yetu kuwa ni raudha min riyadhil janna. Maisha ya barzakh, bukaifia Allah subhanahu wa ta'ala anajua, ambaye ni maisha baada ya kifo. Afu baada ya pale ima peponi au motoni. Allah tujalie kuwa min ashabil janna bi rahmatihi subhanahu. Kwa mwanadamu mwenye akili yule afanya matendo yatakomfaidisha baada ya kufa kwake. Huyu ni al-kayyis. Mtume akasema wal ajiz, na yule ambaye aliyeshindwa. Yule ambaye aliyeshindwa, manitaba nafsahu hawa, yule ambaye ameifuatisha nafsi yake hawa. Hii ndio tunahitaji hapa, ashahwa. Yeye kakubali kwamba nafsi yake hawa ndo ile hawa, nafsi yake yeye ndo anafuata hiyo. Na sio hivyo tukafuata hawa nafsi yake akawa afanye ibada. Sasa lakini watamanna ila Allahi al-amani, afanye ibada zote lakini anatarajia kwa Allah matarajio mazuri. Sasa mtu huyu ana akili sawa sawa. Yaani mtu ukimtizama yeye afanye khairi yote, utamwona amekaa na wakati fulani inawezekana pia hata dini akaizungumzia. Ikaa kwenye vikao akizungumza kutoa na wenzake na dini akaizungumza. Yaani akawa dini anaisemea pia dini. Kaulizwa jambo akatoa fatwa. Au akawa kinyume chake, yeye ukamkuta huko katika hali hii, lakini kuna mambo mengine mambo ambayo yeye amfanya kwa chochote maskini. Fi dunia wa akhira, utamuona ana nguvu ya hali ya juu. Ana nguvu. Kama kuna mmoja mimi nilimsikia jana, yule bwana wakati nilikuwa nasoma, nimekaa nje. Sasa yule bwana alikuwa anapiga kelele, ni Muislamu. Ile kelele alikuwa anaipiga yule bwana, akawa anabishana na mtu mzima mmoja. Yeye anabishana na yule mtu mzima, anabishania katika ujinga tu maskini.
Yani bishana bana anaambia bana wewe unasema 78 umekuja mjini hapa, mbona 78 ni juzi tu bana. Yani yeye anajivunia kwa sababu inawezekana yule bwana yeye kaja muda mrefu mjini hapa. Kaja muda mrefu mjini. Sasa yule akafikiria mathalan labda angekwenda hata huko watu wengine walikofika huko, kwa sababu anasemea mjini hapa. Sasa angefika ambazo sehemu nyingine ambako watu wanatamani kwenda. Amerika kwa watu wenye fikra hizo. Sasa ingekuwaje? Sasa yule ni mtu hao wote hawana akili sawa sawa. Sasa huyu Adam alayhi salatu wassalam, wakati kana Adam abul bashar min ahlamil khalq, alikuwa Adam katika watu wapole katika viumbe, na pia sio hivyo tu, wa arjahihim aqlan, na alikuwa akili yake ni akili iliyokuwa madhubuti, akili yake ilikuwa ni akili ya juu, wa athbatuhum, na akili yake alikuwa ni thabit, amekaa sawa sawa. Adam alikuwa amekaa sawa sawa, alikuwa yumbi. Anasema wama hadha, lakini pamoja na haya yote yeye kwanza ni nabii. Hiyo utakuwa haya maneno ni maneno yanazungumza Imam Ibn Qayyim, takana tuyachukue tena yaandikwe kwa wino wa dhahabu. Kataja sifa zake, ahlamul khalqi warjahim aqlan wa athbatu, na alikuwa ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Adam alichukuliwa na Allah, amuumba Adam kwa mikono yake mwenyewe, Allah jalla wa ala. Adam kaumbwa na Allah kwa mikono yake mwenyewe, na akasujudiwa na malaika. Kasujudiwa na malaika. Allah aliwaamrisha wamsujudie, na ndio mwanadamu wa kwanza. Akasema al-Imam wama hadha, pamoja na haya yote, falam yazal bihi aduullah, akuachakua kwake yeye Adam adui wa Allah. Pamoja na sifa zote hizi, falam yazal bihi, akuacha bihi kwake yeye huyu Adam adui wa Allah, anakuacha kuwa ni mwenye kumtia tashwishi. Adam akaishi peponi, lakini adui wa Allah akumwacha hivi hivi katika janna ya Allah, akamtia tashwishi, hatta auqa'ahu fima auqahu fi, mpaka kamuingiza katika yale ambayo alimuingiza katika mambo hayo. Ni mafahamu Adam baada ya Allah kuishi katika pepo, akamweka na mama yetu Hawa, ambaye Hawa katolewa ni pati katika sehemu ya mwanaume, katolewa katika ubavu, sehemu ya ubavu wa mwanaume, ndio mwanamke katolewa pale. Hawa alayhi masallatu wassalam, Allah akatoa mahari, Allah akaozeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kataja katika suratul Baqara, akaweka katika pepo yake Allah jalla wa ala. Lakini huyu adui wa Allah, pamoja na Adam kuwa ni nabii na yuko katika janna ya Allah, lakini adui wa Allah hakuacha hivyo. Falam yazal bihi, akuacha kuwa adui wa Allah kwake huyu Adam, aduullah wa adui wa Allah kwa Adam alayhi salatu wassalam. Alikuwa ni mwenye kumshawishi, kumfuatilia, hata auqa'ahu, mpaka kamuingiza fima auqahu fi, katika yale ambayo alimuingiza katika mambo haya. Sujudie wala taqraba hadhihi shajara. Allah aliwaambia katika pepo kwamba kuleni vitu vyote, stare zote katika hii janna, lakini msikurubie huu mti. Wala taqraba hadhihi shajara, msikurubie huu mti. Lakini adui wa Allah akafanya kila namna, mwisho wa siku akafanikiwa, kisha wakatolewa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema falam yazal wama hadha, pamoja na haya yote, falam yazal bihi aduullah, akuacha kuwa adui wa Allah kwa Adam, kuwa ni mwenye kumtia tashwishi, hata auqa'ahu, mpaka kamuingiza fima auqahu fi, katika yale ambayo alimuingiza kwayo Adam alayhi salatu wassalam. Allah akawatoa katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah akamsamehe. Sasa kisha akapiga mfano, fama dhanna bi farashati al-hilm, fama dhanna bi farashati al-ilm wa man aqluhu fi jambi aqli abi kataflatin fi bahri. Hii mfano huu kaupiga al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ambao anasema hii fama dhanna bi farashati al-hilm ni mfano ambao katika lugha ya Kiarabu huko mara chache sana na una maana nyingi. Farasha ni yule kipepeo. Farasha ni nani? Farasha ni kipepeo. Unafahamu kipepeo huwa anatuatua katika majani maua yale. Sasa anasema ni ipi dhana yako wewe? Hivi unadhania vipi bi farashatil hilm, katika kule ile farasha, hilmi ni ule upole. Kwa maana yake tafsiri ya hapa, ile farashatul hilmi ani kule kubadilika kwa ile hilmi, kwa ule upole. Unasemaje wewe? Sababu Adam yeye alikuwa ni ahlamul khalq, Iblis akamuingiza katika yale ambayo alimuingiza.
Sasa ni ipi dhana yako bi farashatil ilm? Kwa ile hilmi, kwa ile upole ambao unabadilika badilika. Sababu kipepeo anatua, anakwenda katika ua hili, anakwenda hapa, hivyo anakuwa namna hiyo. Sasa ni ipi dhana yako wewe kwa ile farashatul ilm? Mabadiliko ya ule upole. Sasa mwanadamu anabadilika badilika. Mfano ukuta iko kadha, mfano ukuta kama kashakuwa na hali fulani hivi. Sasa wewe ni ipi dhana yako kwa mtu kama mwenye hali kama hiyo? Na pia vile vile sio waman aqluhu, na ni ipi pia vile vile dhana yako kwa yule ambaye akili yake fi jambi aqli abi, ukilingamanisha na upande wa akili ya baba yake, kataflatin fi bahri, ni kama vile tone katika bahari. Kataflatin fi bahri, ni kama vile tone katika bahari. Haya maneno maana yake ni hivi, kwamba mwanadamu awe atakavyokuwa, lakini hawezi kumzidi baba yake akili, hawezi kumzidi. Na hii ni haki, ni kweli. Hata kama inawezekana wewe baba yako labda amekuzaa, wazazi wetu kafikia labda yale mfano katika mtu kashakuwa ni kiongozi labda mkuu wa nchi mathalan, labda ana wazazi wake, kashakuwa labda yeye ni rais, kashakuwa mkubwa, lakini mama yake baba yake hakufikia huko, baba yake akufanyaje kufikia huko? Kwamba haina maana kwamba yule sasa kashakuwa na akili kuliko baba yake, la wallah. Ndio anataja maneno haya, waman aqluhu, na yule ambaye akili yake fi jambi aqli abi, katika upande ukilingamanisha na upande wa akili baba yake, yani ilivyokuwa akili yake ndogo, kataflatin fi bahri, kama vile tone katika bahari. Ni mwanadamu afanye atakavyofanya, lakini hawezi kumzidi baba yake akili, hawezi kumzidi baba yake akili atakavyokuwa katika hali yote. Kwa mtu mwanadamu anabadilika ile ilmu yake, ile ilmu kwa maana ya upole unabadilika. Sasa dhana yako wewe ni ipi katika mtu mwenye hali kama hii? Kwa dhana yako kwamba huyu Iblis adui wa Allah, kumpotezwa huyu inakuwa ni karibu zaidi. Adamu yeye alikuwa ni ahlamul khalq, na akili yake ilikuwa ni akili ya sawa sawa, na alikuwa amethibiti, lakini alipotezwa. Iblis akamtia tashwishi. Sasa vipi yule ambaye anabadilika tunafanya anakuwa yes, anakuwa no, anakuwa katika hali hizo. Tukamwona ameanza na swali muda fulani anaacha. Mbona bwana mmoja alikuwa na swali, yeye akishakuwa ukimwona na swali hana hela hapo hajapata, hapo hali yake si nzuri katika maisha. Utamwona sana msikitini mapema na wahi msikitini. Akishapata pesa sasa yeye kuswali tena hataki kuswali. Sasa wewe ni ipi dhana yako kwa mtu mwenye hali kama hii? Anakuwa anabadilika, anakuwa kama kinyonga. Dhana yako ni ipi? Na yule mtu ambaye akili yake, ukufananisha akili yake na akili ya baba yake, ni kama vile tone katika bahari. Kwamba hali ni hatari. Maneno ameyataja katika akili yako, ukiyaweka ukayachakata haya maneno, ina maana kubwa sana ya Imam rahimahullahu ta'ala. Lakini akasema walakinna adu Allah, lakini adui wa Allah la yakhlusu ila almu'min, lakini adui wa Allah huwa amwachi mu'min, ani atoki kwa mu'min akajitakasa kumwacha mu'min, illa ghilatan ala ghirratin wa ghafla, isipokuwa ni ghila ni kule kumvamia, ani mtu anakuwa anavamiwa bila yeye kufahamu. Illa ghilatan ala ghirra, ni kuvamiwa bila yeye kufahamu. Amekaa kazubaa akavamiwa, ndio Ibilisi anamvamia muumini hivyo. Ani muumini anakuwa amezubaa, Ibilisi anakuja anamvamia muumini. Anasema walakinna adu Allah, lakini adui wa Allah la yakhlusu ila almu'min, huwa yeye amwachi mu'min, ani hawezi akawa ametakasika kwa mu'min, kamwacha mu'min, illa ghilatan ala ghirratin wa ghafla, isipokuwa ni kumvamia mu'min ala ghirra, kwa haraka, kwa kule mu'min kuwa amepumbaa, wa ghafla, na kuwa ameghafilika mu'min. Akiwa katika hali hizo mu'min, huyu adui wa Allah ndo anamuingia nani? Anamuingia mu'min, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqi'uhu, anamuingia huyo mja katika wakati gani? Ala ghirratin wa ghafla, akiwa amepumbaa, na pia vile vile yuko katika ghafla, huyu adui wa Allah anamuingia. Wayadhunnu, na pia vile vile anadhani annahu la yastaqira rabbahu azza wa jalla ba'daha, ya kwamba yeye anadhani ya kwamba yeye la yastaqira rabba, kwamba Allah hawezi kumtoa katika hii, yani akishamuingiza sasa katika hali hiyo ya ghafla au shahawa au ghadhab, atadhania ya kwamba Allah hawezi kumuondosha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumuingiza katika haya ambayo amemuingiza yeye.
wa anna tilka alwaqi'a, na ya kwamba hili ambalo yeye kamuingiza katika jambo hili kad ihtajatuhu wa ahlakatuhu, kika jambo hili ni jambo ambalo limemwangamiza yeye, wa fadlullahi ta'ala wa rahmatuhu wa afuhu wa maghfiratuhu min wara'i dhalika kulli, na fadla za Allah subhanahu wa ta'ala na rehema zake na msamaha wake, wa afuhu wa maghfiratuhu, msamaha wa Allah, min wara'i dhalika kulli, iko nyuma ya hii vyote. Yeye akadhani kwamba akishamuingiza muumini katika hali hiyo kwamba muumini atabaki katika hali hiyo. Fahamu kwamba Allah fadhila zake na rehema na maghfira iko katika nyuma ya hili ambalo yeye kamuingiza mwanadamu huyu mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hata Allah kwa rahma zake na fadhila atamtoa katika hilo ambalo kamuingiza yeye huyu wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaishi hapa inshallah, ukija kufikisha kesho inshallah Allah ataniwafikisha, sababu tutakuwa na kikao kidogo, ndio kama mtu atakuwepo kidogo na Sheikh Said, kama nitakuwa nimechelewa so kwa kama nitawahi inshallah tutakuja. Kwa utaanzia walakinna adu Allah la yakhlus ila almu'min illa ghilatan ala ghirratin wa ghafla. Hadha wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.